Mpe Yesu tena makofi yake katika jina la Yesu. Mpe tena Yesu makofi katika jina la Yesu. Paulo anasema ingawaje umbo lake la nje lilikuwa linachakaa, lakini utu wake wa ndani unafanywa upya. Shangilia Yesu kwa kukufanya upya kila itwapo leo. Karabayanda rabakadoshka, jela kadoska rianda rabokoza ndarabakoza, rakandere bokora mandere bosa. Tunakushangilia uliye mwaminifu na wa haki. Tunakushangilia uliye kuwepo, uliyepo na utakaye kuwepo. Tunakushangilia uliye mwamba wa wokovu wetu. Tunakushangilia uliye nguvu zetu. Tunakushangilia uliye msaada tele unaonekana nyakati zote. Rakayanda rabakora masendere bosa, kanda rabakora masindiri andorobosa. Katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu ya agano. Asante kwa uaminifu wako Mungu wetu na Baba yetu. Tunasema asante kwa ajili ya neema yako. Asante kwa uaminifu wako kwa muda uliotupa mbele zako. Sasa Bwana tunaenda kuanza, tunaomba utusaidie tena. Yale mapenzi yako yatimizwe. Tunakushukuru sana, wewe huwa ni mwaminifu. Tusaidie na leo tena katika jina la Yesu. Amen. Karibu kae katika jina la Yesu. Mungu awabariki sana praise team. Mnatuonyesha kwamba kweli mpo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na wasalimu tena katika jina la Yesu. Wangapi mioyo yao jana ilitahiriwa? Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ngeukie jirani yako, mwambie vipi moyo wako, uko sawa? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jana tulishughulikia mioyo. Amen. Jana tulishughulikia nini? Mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jirani yako, furaha nilionayo inatoka ndani ya moyo. Mwambie sibahatishi. Mwambie sibahatishi. Amen. Leo na tunamtamani muombe Mungu tena atusaidie kipengele kingine. Amen. Jana tulishughulika na moyo kupata tohara. Jana nilikuonyesha kipengele kwamba baraka na laana vinaweza kuwa ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tulipita kwenye maandiko kwa kadiri Roho Mtakatifu alivyotuwezesha na alivyotusaidia katika jina la Yesu. Na tulihakikisha kupitia neno la Bwana. Hatuwezi kwenda nje ya neno la Mungu, tutafuata neno linavyosema na tutaomba sawa sawa na neno la Mungu, na ninamwamini Yesu Kristo atatuweka huru katika jina la Yesu. Siku ya leo tunashughulikia fahamu zetu. Bwana asifiwe sana. Siku ya leo tunashughulikia fahamu zetu au eneo lako la akili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna uhusiano mkubwa sana wa maisha yako kwenda au kuwa yalivyo na akili ulio nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika vitu ambavyo watu tunavisahau kuviombea, unaweza ukaombea kila kitu ukasahau kuombea moyo. Unaweza ukaombea kila kitu ukasahau kuombea akili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukaona mtoto anakusumbua shule ukaacha kuombea, utakemea mapepo yote na mizimu yote ukasahau kushughulika na ufahamu wa mtoto. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kuna siri kubwa sana na ufahamu wa mtoto. Juzi nilikuwa nasikiliza mtu mmoja anasema kuna mtoto mmoja kila akitoka shule kwenye mkoa fulani wanakutana na babu mtu mzima anawagusa tu kichwa. Yaani yule babu ana shida na mtu. Yaani anawasalimia wajukuu vizuri lakini anadonyoa kichwa. Nikisema anadonyoa si mnajua anawagusa tu kichwa wanapita. Anawagusa tena wanapita. Mtoto amefika darasa la 4, hajui kusoma, hajui kuandika na wanafikiri ni sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuja kumsikiliza mtoto anasema tunakutanaga na babu akitusalimia anatugusa kichwa. Bwana asifiwe sana. Shetani anaweza kukuachia mtoto ana afya njema akakuruhusu kalipa school fees, lakini anashughulika na kile unacholipia school fees. Tunalipiaga fahamu za watoto. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa sababu ndizo zinaenda kuendelezwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ufahamu ukiwa mbovu au ukiharibika, hakuna namna atasoma na atafanikiwa na kuwa kama vile Mungu anavyotaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Asa sisi wote ninaamini sisi ni waombaji. Amen. Sisi wote ni nani? Waombaji. Sasa nataka niongee faida kubwa au uhusiano uliopo
kati ya muombaji na akili, kati ya uhusiano mkubwa kati ya akili yako wewe na wewe muombaji au na maombi unayoyaomba. Kwa hiyo muombaji sio tu kwa roho, unatakiwa utumie Roho Mtakatifu, bali na akili pia. Lakini pia Mungu anatumia watu wenye akili. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu anatumia watu wenye akili. Mungu hatumii kichaa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hatumii mtu mwenye upungufu wa akili. Kwa hiyo nakupa kwanza definition fupi ya akili. Akili ni nini? Akili ni kipawa kinachowezesha kufikiri, kuelewa, kuwasiliana, kujifunza, kupanga na kutatua matatizo. Ngoja nirudie tena. Akili ni kipawa kinachomwezesha mtu kufikiri, kinachomwezesha mtu kuelewa, kinachomwezesha mtu kuwasiliana, kinachomwezesha mtu kujifunza. Manake hapo kinachotumika ndani yako sahi ni akili. Kinachomwezesha mtu kupanga, vile vile kinamwezesha kutatua matatizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo nazungumzia akili. Kwa hiyo kama akili ni kipawa kinachokuwezesha kufikiri na kuelewa na kuwasiliana na kujifunza, basi kila muombaji anapaswa kuwa na akili na kutumia akili katika kuomba au na katika mambo yake yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nimekuambia kama akili ni kipawa kinachokuwezesha kufikiri, kinachokuwezesha kuelewa, kuwasiliana, kujifunza, kupanga au kutatua matatizo, basi kila muombaji anapaswa kuwa na akili na kutumia akili, sio tu wakati wa kuomba, nyakati zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye kile kitabu cha Timotheo sura ya 2 mstari wa 2, sura ya 2, Timotheo wa 2 sura ya 2 mstari wa 7. Timotheo wa 2 sura ya 2 na ule mstari wa 7. Nafikiri neno linasema, yafahamu sana haya ni yasemayo, kwa maana Bwana atakupa akili katika mambo yote. Nimesema ni Timotheo wa 2 sura ya 2 na mstari wa 7. Kama una uwezo wa kutuwekea, litakuwa jambo jema sana, na Mungu aliye hai atakubariki. Hajaweka? Okay. Linasema hivi, yafahamu sana haya ni yasemayo, kwa maana Bwana atakupa akili katika mambo yote. Kama Mungu amesema atakupa akili katika nini? Mambo yote. Manake katika mambo mengi tunayoyafanya tunahitaji akili. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nitakuonyesha kuna tofauti ya hii akili ambayo pia tunatamani Bwana atupe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwenye kile kitabu cha Zaburi ya 147 mstari wa 5, kwenye kile kitabu cha Zaburi ya 147 ule mstari wa 5, inatuonyesha kwamba yeye Mungu ni mwingi wa nguvu na akili zake hazina mipaka. Inatuonyesha Mungu wetu ni mkuu na ni mwingi wa nguvu na akili zake hazina mipaka. Inapatikana moja kwa moja katika Zaburi ya 147 ule mstari wa 15. Nilitamani sana niwe natoa ushuhuda wa haya maandiko ili wote waone. Kitabu cha Zaburi ya 147. Okay, Mungu akubariki. Anasema huipeleka amri yake juu ya nchi, neno lake lapiga. Mstari wa 5, noti mstari wa 15, mstari wa 5. Hiyo ni 15, mimi naomba mstari wa 5. Zaburi ya 147 mstari wa 5. Okay, anasema Bwana wetu ni mkuu na mwingi wa nguvu. Mimi nataka hicho kipengele kinachofuata, anasema akili zake hazina mipaka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu tunayemwabudu akili zake hazina nini? Mipaka. Kwa hiyo nataka nikuonyeshe kama Mungu mwenyewe akili yake haina mipaka, ndiye aliyetuambia atatupa akili katika mambo yote. Kwa hiyo mambo yote tunayoyafanya, yawe ya mwili na ya rohoni pia, tunapaswa kufanya kwa kutumia akili.
Bwana Yesu asifiwe sana. Asikudanganye mtu kwamba unahitaji tu roho. Hapana, unahitaji na akili. Bwana Yesu asifiwe sana. Unahitaji na nini? Na akili. Kwa hiyo tunahitaji kuziombea akili zetu vizuri ili zitumike ipasavyo katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuwekee tena kile kitabu cha Mithali sura ya 3 mstari wa 5. Mithali 3 mstari wa 5. Kile kitabu cha Mithali sura ya 3 na ule mstari wa 5. Mungu anataka akupe akili. Okay, fine. Anasema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Kwa nini anakuambia mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe? Akili ya mwanadamu ina ukomo. Akili ya Mungu haina mipaka. Pale akili yako ilipoishia, Mungu ana uwezo wa kukuongeza katika jina la Yesu. Ndio maana anasema tumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Akili zako zilipokwamia, Mungu anaweza kuanzia hapo hapo katika jina la Yesu. Ndio maana usiogope. Hauna akili, hicho kisikusumbue. Hauna akili ya kutosha katika jambo fulani, kisikusumbue kabisa. Yuko mwenye akili zisizo na ukomo, anaweza kukuongeza, anaweza kukupa akili na akakutofautisha. Na naomba leo tutaongelea hii akili ya uvuvio ambayo Mungu anaweza kumpa hata mtu aliyedharauliwa akafanya mambo makubwa kwa hii akili ya uvuvio katika jina la Yesu. Kama akili ina uwezo wa kuondolewa, akili ina uwezo wa kurudishwa. Kama akili ina uwezo wa kuibiwa, akili tunaweza kupewa mpya na Mungu Jehova katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti mwana Mungu aliye hai. Kwa hiyo Mungu mwenyewe anataka tuwe na akili na anataka tutumie akili. Pia akili alizotupa yeye ndio anataka tuzitumie, lakini tusizitegemee hizi tulizo nazo. Kuna watu wanakuona hufai, akili yako ni ndogo, lakini yuko Mungu ambaye anaijua hiyo ndogo. Unaweza kufanya mambo makubwa akikupa akili yake isiyokuwa na ukomo. Na usiku tutaitaka hiyo akili ambayo Mungu atatusaidia nayo. Itatupa hatua mpya katika jina la Yesu. Itaweka sura mpya kwenye maisha yetu katika jina la Yesu. Itafungua ukurasa mpya kwenye maisha yetu katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Haleluya. Kinachokutofautisha wewe na jirani yako ni kiwango cha akili au fahamu alio nao. Kwa hiyo kumbe Mungu akitaka kukutengeneza tena, anagusa akili yako katika jina la Yesu. Amen. Maono ulionayo ni mwisho wa ufahamu ulionao au akili ulionayo. Kwa hiyo Mungu akitaka kuyapanua maono yako, anasema ongeza nini? Anasema panua mahali pa hema yako. Ongeza nini? Ongeza nini? Hata maono yanaongezwaga. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akitaka kupanua hema yako, anakuongeza katika eneo la ufahamu. Kabla hajakuongeza katika eneo la fedha, atakuongeza katika eneo la ufahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla Mungu hajakuongeza, hata kama ni mtumishi wa Mungu, kabla Mungu hajakuongeza kwenye mafuta, atakuongeza kwenye eneo la ufahamu. Hata Yesu wakati anatafuta katika miongoni mwa wanafunzi wake 12, akakaa nao kikao, akawauliza kule nje watu wanasema mimi ni nani? Wakamwambia kule nje, manake Yesu alitaka kujua habari za kule nje wanasemaje. Akamwambia wengine wanasema wewe ni Yohana, wengine wanasema wewe ni nabii yule, wengine wanasema wewe ni Elisha. Ndiyo, Yesu akamwambia afadhali nimejua habari za watu wa nje wanasemaje. Kama nje wanasema hivi, ninyi nilioko na ninyi mnasemaje? Manake nje wana guess mimi ni Elia, wanajaribu kujua mimi ni Yeremia, wanajaribu kuangalia mimi ni nabii yule, lakini ninyi mwasemaje? Wao walikosa habari za Yesu, walipata nje habari za nani? Za Yesu. Kwa hiyo Yesu hakuwa anashughulika na habari. Yesu saa ile alikuwa anatafuta nani aliye na kiwango kizuri cha ufahamu, ili amuongeze na iache mamlaka ya kanisa juu ya mtu aliye na kiwango kizuri cha ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Petro, watu wengi wanafikiriaga Petro ni mropokaji. Petro akafunuliwa na Mungu. Ile ndio inaitwa akili ya uvuvio. Petro akafunuliwa, akamwambia wewe ndiwe mwana wa Mungu aliye hai. Akamwambia vizuri sana, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na malango ya kuzimu hayata lishinda kamwe. Alikuwa na wanafunzi wote 12, lakini neno hilo hakuwaambia wanafunzi wote
12 alimwambia mwanafunzi mmoja anayeitwa Petro. Maana yake ufahamu wa Petro, nisikilize vizuri, maana yake ufahamu wa Petro ndio unafaa katika ujenzi wa kanisa. Sijui kama umenielewa. Ufahamu wa Petro tu ndio unaweza kuyashinda malango ya kuzimu. Malango ya kuzimu pia kuyashinda unahitaji na ufahamu wa kiungu katika jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Ndio maana anawaambia hatushindi kwa sababu tunapiga kelele. Hatushindi kwa sababu tunaomba kwa nguvu. Hata viwango vya ufahamu vinahitajika katika vita vya kiroho. Hata viwango vya ufahamu vinahitajika uweze kugundua, Mungu akufungue. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo ndo alafu kizuri sana ukisoma kwenye hicho kitabu cha Mathayo 16 na kuanzia mstari wa 18, ukituwekea nitakushukuru. Mungu akamwambia, Yesu akamwambia aje, nimekupa wewe funguo za ufalme. Ukiangalia Yesu pale alifanya ubaguzi mzuri sana. Hakumpa kila mtu ufunguo, alimpa yule akamwambia, nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Mstari wa 19 akamwambia, nami nitakupa wewe. Hajasema nitawapa ninyi wanafunzi. Si mnaona hiyo sentensi? Hajasema nami nitawapa ninyi wanafunzi 12. Akamwambia, nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Kitu gani kilimpa mamlaka ya kufunga na kufungua? Aina ya ufunguo aliopewa unaotokana na aina ya ufahamu alionao. Ngoja nikuulize swali, mara ngapi unafunga havifungi na mara ngapi unafungua havifunguki? Bwana asifiwe. Si ni kweli jamani? Ndio. Lakini kuna mtu anaweza kusema nimefunga na ikafunga katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tunatofautiana ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna watu na utofauti. Unajua wengine wanafikiriaga labda kwa sababu yule mtumishi anapiga kelele labda ndio yuko hivi. No, utofauti bwana. Mungu kumpa mtu funguo za ufalme. Jamani, mind you, funguo za nini? Za ufalme. Nimekuja kugundua haya maneno tunayasema ni kweli, lakini kuna saa vingine havioperate kwa kila mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Vingine havioperate kwa nani? Kwa kila mtu. Kwani Yesu aliwapa wote? That is my question. Aliwapa wote? Alimwambia Petro, wewe ndiwe Petro. Hajasema ninyi ndio kina Petro. Hajamwambia ninyi ndiye wanafunzi wangu. Alikuwa specific kwamba wewe ndiwe Petro. Kinachonifanya nikupe funguo aina ya ufahamu ulionao. Bwana Yesu asifiwe. Kinachonifanya nilijenge kanisa langu juu ya mtu wa namna hii ni aina ya ufahamu alionao, kwamba huyu nitampa kazi ya ujenzi. Sio kama unaelewa. Kazi ya nini? Ujenzi. Mungu atusaidie. Na nikisema ujenzi, si ujenzi wa majengo. Bwana Yesu asifiwe. Si ujenzi wa majengo. Neno atakalo lifundisha litajenga kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kasema kama wengine, kuna watu wanajenga makanisa yenye marumaru, lakini nenda kule ndani kaangalia kama utakutana hata na neno la kukufungua. Au hayapogo hayo makanisa? Yapo. Yana marumaru. Ukiingia tu unatamani utoe na viatu nje. Ukipiga kelele unafikiri utakutana na ndo utakuwa unasumbua mbinguni. Kumbe ukikaa hapo unaweza kukaa na mapepo na yakajificha na hayaonekani. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo jengo ni wewe. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa Mungu anataka akupe ufahamu wa namna hiyo katika jina la Yesu. Na usiache kujiombea hata siku moja. Tofautishwa katika ufahamu wako na watu waliokuzunguka katika jina la Yesu. Amen. Kumbe aina ya ufahamu ulionao
unaamua aina ya mamlaka utakayotembea nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Umesikia hiyo sentence? Aina ya ufahamu ulio nao utaamua aina ya mamlaka utakayotembea nayo. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Mungu, haleluya. Yes. Kwa hiyo zipo akili, tunasikiaga zipo akili nyingi, aina mbalimbali za akili. Kuna unasikia huyu ana akili ya kurithi, huyu karithi akili ya babake. Haujawahi kusikia kuna familia ambao wao wakisomaga tu wao wanafaulu, hakunaga kustruggle? Si ni sawa? Hamjawahi kuzisikia? Na zingine unakutaga ndio familia zingine maskini, ni za kimaskini kabisa, lakini nenda kawaweke darasani, wao wanatoboaga tu. Wasome senti Kayumba, wasome senti nini, wao wanafaulu. Nikisema senti Kayumba ni zile shule zetu sisi kama kina mimi nilizosoma, zile za vidumu, na wanafaulu. La kwanza mpaka la 7 anafaulu. Form 1 mpaka form 4 anatoka na point 7. 5 na 6 anatoka na 1 nzuri. Chuo kikuu anaenda kupambana na anatoboa. Unakuta familia nzima wako hivyo. Mungu atusaidie sana jamani. Hivi sina wewe na kaakili kazuri tukakurithisha watoto. Na kuna watu mko hapa ni wasanii kweli, wasanii kabisa. Unamdanganya mtoto, unamwambia mimi zamani nilikuwa na akili kweli. Kumbe wewe ndio ulikuwa unaingia na vibuti darasani. Mungu anakuona kwa jina la Yesu. Cha kumdanganya mtoto. Unamwambia mimi nilikuwa nakuwa wa kwanza. Kumbe karatasi likigeuzwa kule chini matokeo kwenye matokeo ndio wewe unasoma wangapi? Wa kwanza. Wewe mwambie tu mwanangu soma. Mshike sana elimu, usimwache aende zake. Usimdanganye mtoto. Mwambie jirani usimdanganye mtoto. Sasa hivi tumefundishwa pia kuna kuombea watoto ufahamu na wakafaulu. Kama ulikuwa bogus, Mungu atamsaidia mtoto katika jina la Yesu. Usimdanganye mtoto. Kuna akili nyingine inaitwa akili ya maisha. Akili ya maisha. Mtu kasoma kaishia la 4, lakini njoo mjini kutana naye, mali alizonazo ana akili ya kutafuta. Afu kuna watu wamesoma lakini akili hawana, Mungu akawape katika jina la Yesu. Na unamkuta amekaa na kwambia, yani maisha magumu hata sioni cha kufanya. Ukiona uoni cha kufanya, shida haiko kwenye nchi tulioko. Shida ni akili yako imetiwa giza. Ombea akili. Bwana Yesu asifiwe sana. Dar es Salaam hii uko na mtu jirani yako anauza maji, kanunua kiwanja, wewe uoni cha kufanya. Sijui kama unanielewa. Mwenzio anapika vitafunio asubuhi. Unaamka asubuhi unapiga miao unaenda kununua kitafunio kwake. Halafu wewe uoni cha kufanya. Wewe mwenzio mjini anafanya biashara 2, 3, 4. Unasema maisha magumu, sioni cha kufanya nini? Cha kufanya. Wazazi wanataka kukusaidia. Basi tukupe mtaji, ufanye kazi. Unataka kufanya biashara gani? Sijui hata nifanye nini. Sioni cha kufanya. Shida haiko kwa wazazi. Shida ni kichwa chako. Ombea. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na kuna hii akili sasa. Hii akili ya uvuvio. Hebu tuwekee Ayubu 32 mstari wa 8. Ayubu 32 mstari wa 8. Hii akili ambaye anakupa mwenyewe anaitwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Anasema lakini imo roho ndani ya mwanadamu na pumzi ya Mwenyezi huwapa akili. Narudia tena, lakini imo roho hiyo ni mstari mmoja tu. Lakini imo roho ndani ya mwanadamu na pumzi ya Mwenyezi huwapa nini? Akili. Kumbe ni simple kuombea Mungu akupe akili. Pumzi ya Mwenyezi iliyoko ndani yako ikakupe akili katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Ndivyo unatakiwa ujiombee. Wakati unaombea watoto wako, pumzi ya Mwenyezi ikawape watoto wako akili katika jina la Yesu. Ukiwa kwenye ofisi yako, usikubali kuwa chawa ofisini. Kinachokutofautisha na watu wengine, ombea akili yako. Pumzi ya Mwenyezi ikupe akili kwenye hiyo ofisi, kikutofautisha na mwingine anayepata kibali. Akili njema inakupa kibali, sio uchawa ndio unakupa kibali. Usijipendekeze. Kujipendekeza kuna mwisho. Kwenye Mithali 13:15 anasema ufahamu mwema huleta upendeleo. Bwana Yesu asifiwe. Ufahamu mwema unaleta nini? Upendeleo. Usitafute kujipendekeza. Muombe Mungu akupe ufahamu mwema, akupe akili nzuri katika ufanisi wa kazi zako. Fanya vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye biashara yako ombea fahamu zako ili uweze kubuni. Bwana Yesu asifiwe. Ili uweze kubuni.
Bwana Yesu asifiwe sana. Walikuwepo kina Bezaleli, hatujaona shule ya engineering waliosoma, lakini walipewa akili ya uvuvio na Mungu, wakaweza kufanya mambo ambayo Musa amepewa maagizo mlimani. Lile jambo lilikuwa ni la ajabu. Anakwenda mwingine mlimani, anapewa maelekezo ya ujenzi wa hekalu. Anakuja mtu alikuwa ndani kwake, chumbani kwake amelala. Mungu anamwambia, hii ramani yote niliyokupa, maagizo niliyokupa, nenda utakutana na jamaa anaitwa Bezaleli. Ndani yake nimempa moyo wa akili. Yeye ndiye atakayetengeneza hivi vitu. Nimempa akili ili aweze kubuni. Ngoja niisome hiyo. Aturuki. Bwana asifiwe sana. Ili ujue jinsi ya kuombea akili yako. Wewe tu ni fundi wa kawaida, Wewe ni fundi tu wa kawaida. Unarizika kukaa fundi cherehani nje ya hilo duka. Sikiliza nikwambie, kuwa fundi cherehani sio shida. Akili yako ya kubuni mitindo ndio shida. Hawa tunawasoma, hawa kina Luis Vitali, sijui nani kina, hawa tunawasoma, hawa ma stylish. Sini sawa, tunavaa nguo zao. Wewe tunaipambania mapochi yao, mapochi ya kina Prada tunayatafuta, mnayatafuta. Nataka pochi nzuri, nataka ile ya quality ya kwanza. Ni hapa tu kabuni. Sijui kama unanielewa. Ni akili. Bwana asifiwe. Ombea kichwa chako kwa jina la Yesu. Ombea fahamu zako kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akitaka kukufanikisha anashughulika na ufahamu wako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akitaka kukufanikisha anashughulika na nini? Ufahamu wako. Unaweza ukamkimbiza shetani ukajisahau kichwa. Katika kitu Mungu afanye, ambariki mjinga. Mungu ambariki nani? Mjinga kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna mtu tu yeye kichwa chake kinamtuma hata 100 ya Mtanzania ataichukua. Kwa nini? Kwa akili. Kinachofanya utoe pesa ya mtu mfukoni ni akili. Sijui umeelewa? Hatutoi wafanya biashara, hawatoi kwa nguvu. Ninakuja kupenda nguo yako, ni kichwa cha mtu tumependa hapo kilichotengeneza hiyo nguo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hivi mnaelewa jamani? Kikaaga kimya mnashtua. Nafikiri ndio mnakaribia kulala. Ndio hiyo ndio Kutoka 31 ndio naifungua hapa. Ameshaeka. Nilikuwa nafungua kwangu. Anasema, angalia nimemuita kwa jina lake Bezaleli, mwana wa Uri, mwana wa Huri, wa kabila la Yuda. Nami nimemjaza roho ya Mungu katika hekima na maarifa na ujuzi na mambo ya kazi ya kila aina. Sijui kama unaielewa hii. Tusisome kama story. Kaa nayo iombe iwe kwako kwa jina la Yesu. Alafu angalia Mungu kwa nini kampa hiyo akili. Kusudi la akili imebebwa na mstari wa 4. Ili abuni kazi za ustadi, kuwa fundi. Kuwa nini? Fundi. Usikubali kuwa fundi wa kawaida. Kuwa nini? Fundi. Tena akasema fundi wa dhahabu na wa fedha na wa shaba. Unaweza ukaweka na wa mbao, unaweza ukaweka na wa nguo. Alafu Mungu akasema ili kukata vito vya kutiwa, vya kuchora na miti, na kufanya kazi ya ustadi iwayo yote. Tena tazama, nimemchagua awe pamoja naye huyo Oholiabu mwana wa Ahimasaki wa kabila ya Dani. Nami nimetia hekima katika mioyo ya wote wenye moyo wa hekima, ili wapate kufanya vyote nilivyokuagiza. Aagizwe Musa, apewe mtu mwingine akili. Hiyo nao nzito ujue. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, ombeni hivi vitu kwa jina la Yesu. Kama vimeandikwa, maana Mungu ana uwezo wa kukupa. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mungu alionyesha huyu mtu, yeye hajaenda mlimani kuomba akili. Alienda mlimani kupewa maagizo ni mwingine. Aliyetulia nyumbani akapelekewa na Mungu akili ya kufanya haya mambo. Bwana Yesu asifiwe. Kuanzia leo, omba akili ya kufanya mambo yako yawe tofauti kabisa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Usifanye kawaida. Ni mpishi wa keki, omba Mungu akupe ufahamu. Usiache kutupikia matope. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya.
Bwana asifiwe. Kuna mama ntilia hawajasomea mambo ya catering, hajasoma, lakini nenda kakute chakula chake. Mbaya tu ni ubunifu wa eneo la kukutukalia. Lazima watuwekee pazia jeupe lenye michirizi. Hiyo tu ndio shida. Lakini kakute chakula chake akupikie behind the scene. Ukikila ukienda kufanisha na sehemu nyingine ndio shida. Sijui kama mnaelewa. Mungu akupe akili ya kubuni na kufanya mambo unique katika jina la Yesu. Amen. Okay, ngoja nije nikwambie tena. Akili ina uwezo, akili yako inaweza kukupa nafasi mahali ambao wengine hawakutarajia. Mnamkumbuka Yusufu? Yusufu sio tu alikuwa mtafsiri wa ndoto. Yusufu sio ndoto ilimpeleka pale. Yusufu sio kutafsiri ndoto. Yusufu Mungu kampitisha kote. Ilipofika wakati Farao sasa ameshaota ile ndoto zote mbili zinafanana. Akamuita Yusufu. Yusufu akaenda akamwambia hizi ndoto zote zina maana moja. Ng'ombe wenye njaa waliomeza walionona, na mashuke 7 zilizonona zomeza hizi zenye njaa. Ndoto zote zina maana moja, kwamba kuna miaka 7 ya neema itatangulia, lakini pia kuna miaka 7 ya tabu itakayokuja. Kilichompa jibu la Yusufu ni kumtengenezea mzee mpango kazi, jinsi ya kuseti wakati wa neema utakavoweza kusaidia wakati wa tabu. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo Yusufu akili ndio ilimpa ile nafasi. Manake aliweza kuchukua nafasi au ufahamu huo ulitakiwa uwe kwa waziri wa chakula. Sijui kama unanielewa. Ulitakiwa uwe kwa waziri wa nani? Wa chakula. Alafu ile kazi ya kusimamia kila jimbo, kila mkoa, kila eneo, labda angeweza waziri mkuu ndo angeweza kusema atoe amri hawa. Kwa hiyo tunaona nafasi ya waziri wa chakula ikafutika ghafla. Yusufu akakalia kiti cha waziri mkuu. Manake kama anaweza kukaa kwenye kiti kimoja akafanya kazi za wizara 2, hii wizara haina kazi. Kwa hiyo Yusufu akakaa kwenye kiti cha waziri mkuu na waziri wa chakula akakosa nini? Kazi. Sio waziri wa hapa enzi zile za Misri. Bwana asifiwe. Maana msije mkasema kesho unabii ulitoka. Hamnaga unabii. Sisi tunarifaa tu kitabu. Bwana asifiwe sana. Kwa kilichompa Yusufu kiti, akili. Kwa hiyo usije ukawa unasema tu na mimi nitatafsiri ndoto za watu nitatoboa. No. Mwenzako alipanga mkakati mpaka kwa asilimia. Kiwango gani cha asilimia kitahifadhiwa? Asilimia ngapi watu watapewa? Bwana Yesu asifiwe. Na ndivyo ilivyokuwa na nchi ya Misri haikuwahi kupungukiwa na chakula. Mataifa mengine ndio walikuja kutaka msaada katika nchi ya Misri. Kwa hiyo ombea akili yako rafiki yangu katika jina la Yesu. Amen. Acha kumuonea jirani yako wivu anayefanikiwa. Pambana, ombea kichwa chako. Ombea ufahamu wako. Bwana asifiwe sana. Mnanielewa kidogo? Sasa ngoja nikupe sasa jinsi ya kuomba. Kwa nini sisi waombaji tunahitaji nini? Akili. Namba 1. Kwa nini kama muombaji unahitaji akili? Nimeza hii tu ya siku zote au ni mpya? Bwana asifiwe. Kwa nini kama muombaji unahitaji nini? Akili. Namba 1. Akili inakusaidia katika kuwasiliana. Bwana Yesu asifiwe. Sio tu kuwasiliana na mtu, hata na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata na nani? Na Mungu. Akili inakusaidia katika kuwasiliana. Iwe kimwili, iwe kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wamelala. Nafikiri akili zao ndio hivyo. Mungu aziamishe kwa jina la Yesu. Nilisema mimi sitagombana na wewe kabisa ukisinzia kwenye maombi. Nitakuacha. Namba 2, akili inakusaidia kuelewa cha kufanya na kuelewa majira. Kama muombaji inakupa kuelewa cha kufanya, cha kufanya. Hata kama ni umefungwa kiasi gani, hata kama Mungu anataka uombe maombi ya namna gani, maelekezo yatapita kwenye akili ya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Sio ile unasema nilikuwa katika roho. Hata kama ulikuwa katika roho, kinachokujulisha ulikuwa katika roho ni akili. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo akasema alifika mbingu za 3. Nini kilimpa kumbukumbu alikuwa mbingu ya 3? Akili
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo pia unahitaji akili. Kwa hiyo akili namba 3 inamsaidia muombaji katika kupambanua sauti ya Mungu au sauti ya mtu. Sauti ya Mungu au sauti ya mtu, hata na sauti ya shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ujue unahitaji akili. Unahitaji akili. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 3 kuanzia mstari wa 8 mpaka wa 10, utakutana na Samueli hapo. Utakutana na Samueli hapo. Wakati Mungu anamtokea, anamsemesha, anasema Bwana akamuita Samueli mara 3 na akaondoka akamwendea Eli. Akasema, mimi hapa kwa maana uliniita. Ndipo Eli akatambua ya kuwa Bwana ndiye aliyemuita yule mtoto. Kwa hiyo Eli akamwambia Samueli, nenda ukalale. Itakuwa akikuita utasema nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Samueli akaenda akalala mahali pake. Umeona? Yeye alikuwa anajua ni sauti ya nani? Ya Eli. Lakini kumbe ni sauti ya nani? Ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo akili inahitajika. Lakini vile vile hiyo akili zina viwango vya kukua. Akili ina viwango vya nini? Vya kukua. Ili uweze kupambanua, akili inahitajika kukua. Kwenye kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 14 mstari wa 20, Wakorinto wa kwanza sura ya 14 mstari wa 20, anasema ndugu zangu, msiwe watoto katika akili zenu, lakini katika uovu mgeuzwe watoto wachanga, bali katika akili zenu mkawe watu wazima. Kumbe ukiwa mtu mzima kiroho, kuna uchafu hautatenda. Bwana Yesu asifiwe. Wakorinto wa kwanza sura ya 14:20 very good, anasema ndugu zangu, msiwe watoto katika akili zenu, lakini katika uovu mgeuzwe watoto wachanga, bali katika akili zenu mkawe watu wazima. Unavyokuwa mtu mzima kiroho, kuna vitu utafanya na kuna vitu hautafanya. Utachagua kinachokupasa kufanya na kisichokupasa kufanya hautafanya. Bwana asifiwe sana. Niishie hapo tuombe. Nalala sasa. Mnalala sasa. Bwana asifiwe. Wengine wanasema usiku ni saa ya kuomba, sio ya kufundisha. Sasa bahati mbaya. Bwana asifiwe. Okay. Namba 4. Akili. Yani hapa ndo nilicheka kabisa wakati Roho Mtakatifu ananifundisha. Akili inampa muombaji kuchukuliana na wengine. Akili inampa muombaji kuchukuliana na wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Inakupa kuchukuliana na nani? Na wengine. Tuwekee Wakorinto wa pili sura ya 11 mstari wa 19. Wakorinto wa pili sura ya 11 mstari wa 19. Tuwekee hapo katika jina la Yesu. Anasema Wakorinto wa pili sura ya 11. Alafu mtu unayechukuliana naye sasa sio mwenye akili, anakuambia hivi, ninyi kwa kuwa mna akili mnachukuliana na wajinga. Kwa nini? Kwa furaha. Kumbe kuna wajinga wengi tunatakiwa kuchukuliana nao, wala sio kupigana nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukigundua huyu ni mjinga, usipigane naye, chukuliana naye. Kwa nini? Kwa furaha. Na kitakachokupa kuchukuliana na mtu ni akili. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine tunaishi nao kabisa. Tunaishi nao. Unajua kabisa huyu ananichukia. Unajua huyu anipendi, chukuliana naye kwa furaha. Chukuliana naye kwa nini? Kwa furaha. Una haja ya kubeba chuki, una haja ya kubeba watu. Na sio kila mtu utamchukia. Wewe unajua anakuchukia. Chukuliana naye kwa nini? Kwa furaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao Biblia inawaita hao ni wajinga. Unachukuliana nao kwa nini? Kwa furaha. Unajua huyu ni mjinga, ananichukia na anahitaji msaada wangu. Chukuliana naye kwa nini? Kwa furaha. Bwana Yesu asifiwe. Unajua huyu ni mjinga, ananichukia na anataka kunichoma ofisini na ananichekea. Una haja ya kumuonyesha mimi nimeokoka. Chukuliana naye kwa nini? Kwa furaha. Hasira inakaa kifuani kwa nani? Kwa mpumbavu. Una haja ya kuchukiana na kila mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Yesu alichukuliana na wengi, lakini kwa nini? Kwa furaha, katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu akusaidie sana. Akili inakupa kuchukuliana nao kwa furaha. Na akili inakupa kufikiri. Inakusaidia kufikiri. Kufikiri
la kunena sio tu hiyo utaenda kusoma mwenyewe. Lakini hii hapa ndo nataka niongelee. Akili inampa mtu kupambanua kwenye maisha yako. Kipi ni cha kwako cha kuomba na wajibu wako wa kufanya, kutambua cha Mungu ni kipi na wajibu wa Mungu wa kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Tunafuatilia ule mstari unaosema yasiyowezekana kwa wanadamu kwa Mungu inawezekana. Akili inampa mtu kupambanua kipi cha kuomba kwa Mungu na kipi kinachompasa mwanadamu kukifanya. Sio vyote tunapaswa kuviomba kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sio vyote tunapaswa kuviomba kwa Mungu, sio vyote tunapaswa kuomba. Kinachowezekana kwako lazima ufanye. Na akili inamuonyesha mwanadamu na kutambua nafasi yake ni ipi na anatakiwa kuwajibika vipi katika nafasi na nafasi ya Mungu, na Mungu anawajibika vipi katika nafasi yake. Ndio maana akasema kwenye kitabu kile cha Luka 18:27, yasiyowezekana kwa wanadamu kwa Mungu inawezekana. Unatambua hichi Mungu ndio cha kwake, achia Mungu. Cha kwako kifanye. Imefika mahali sahi hata kile cha kwako unachokiweza ukifanyi tena, unamsubiri Mungu aje afanye nini? Afanye. Huo ni uzembe. Alafu Mungu hatafanya. Anakusubiri na wewe nafasi yako ufanye nini? Ufanye. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kwenye maombi. Ngoja niende mbio sasa. Kwenye maombi, akili, Mungu akitaka kujibu maombi mengi ya watu, anapita kwenye akili na kwenye ufahamu wako. Majibu mengi ya maombi ya watu wengi yamefungwa kwenye maelekezo. Bwana Yesu asifiwe. Majibu mengi ya maombi yamefungwa kwenye maelekezo. Bwana Yesu asifiwe. Mnamkumbuka Naamani mkoma alipewa maelekezo, akaambiwa nenda kaoge kwenye ule mto. Mara ngapi? Mara 7. Manake akili ilikuwa inahitajika atambue ni anaenda wapi? Jordan. Azame mara ngapi? Mara 7. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, mwingine tena. Akili, Mungu akitaka ufanye kitu, anasemesha akili yako. Mnamkumbuka Abigail wakati Daudi alikuwa anakuja kuua familia yake yote? Mnakumbuka? Familia yake yote alikuwa anakuja kuiteketeza kwa sababu la kosa la mume wake. Biblia inamuita Nabali alivyokuwa mpumbavu kama lilivyo jina lake. Aliyempa akili ya kufanya yale mambo ili akamlaki Daudi na kumuomba msamaha, Mungu ndo alimpa ile akili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba achukue mikate aandae na vyakula, lakini asimsubiri paka afike, amfuate njiani. Alivyoenda kumlaki na Daudi hakwenda kuteketeza nini? Watoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Majibu mengi ya kwetu yamefungwa kwenye maelekezo. Ombea sana ufahamu wako katika jina la Yesu. Amen. Mnamkumbuka yule mwanamke ambaye alikuwa anatumika na Elisha mume wake alivyofariki, akawa anadaiwa na walitakiwa kuja kuuzwa mpaka watoto wake. Akaenda kumlilia nabii kwamba ana deni. Atalipaje lile deni? Atulipi deni kwa maombi. Dawa ya deni ni kulipa. Sijui kama umeelewa. Dawa ya deni ni kufanya nini? Ni kulipa. Akaulizwa una nini nyumbani? Akasema nina chupa ya mafuta. Akaambiwa nenda katake vyombo kwa jirani zako. Akapewa nini? Maelekezo. Kwa hiyo unahitaji akili ili kufuata nini? Maelekezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hiyo ndio akili pia inakusaidia katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen. Majibu ya maombi mengi yamefungwa kwenye maelekezo. Mungu akitaka kukuinua, okay, asante sana. Pia akili inakusaidia katika kumtafuta Mungu. Kwenye kitabu cha Zaburi ya 14, nafikiri ni mstari wa 2. Anasema Mungu akachungulia duniani, akaona kama yuko mwenye akili amtafutaye nani? Mungu. Kwa hiyo hatumtafuti tu Mungu, anasema toka mbinguni Bwana aliwachungulia wanadamu aone kama yuko mtu mwenye akili amtafutaye Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo akili pia inakupa kufanya nini? Kumtafuta Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Amen. Mkwamo wa watu wengi kiroho unatokana na akili zao kutiwa giza.
Sijui kama mnanielewa. Mkwamo wa watu wengi kiroho unatokana na akili zao kutiwa giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, mnanielewa kidogo kweli? Mkilala mnanifanya niwaogope. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna kitu nataka niongelee tena. Kabla shetani hajakushughulikia, anashughulika na ufahamu wako. Niwekee Isaya 5:13-15. Sasa tunaenda kuomba. Haya maandiko nakupa ni ya maombi. Isaya 5:13-15. Isaya 5:13-15. Isaya 5. Okay. Anasema, kwa sababu hiyo watu wangu wamechukuliwa nini? Mateka. Wamechukuliwa nini? Mateka. Angalia sababu ya kuchukuliwa mateka: kwa kukosa kuwa na maarifa, na watu wao wenye cheo wana njaa, na wengi wao waona kiu sana. Kwa hiyo angalia huyu mateka, badala ya kuchukuliwa mateka. Kwa hiyo kuzimu imeongeza tamaa yake, kumefunua kinywa chake bila kiasi, na utukufu wao na wingi wao na ghasia yao. Naye pia afurahie miongoni mwao, hushuka na kuingia humo. Na mtu mnyonge anainamishwa, na mtu mkubwa amedhilika, na macho yao walioinuka unyenyekezwa. Kwa sababu gani? Kachukuliwa nini? Mateka. Kwa kukosa nini? Maarifa. Watu wengi waliochukuliwa mateka ni maarifa tu yamekosekana. Kwa kuna aina ya maarifa ukipata unakuwa huru, ni rahisi kufunguliwa katika jina la Yesu. Amen. Mnanielewa? Ibilisi akitaka kumchelewesha mtu anapofusha fikra zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Mko tayari tukaombe fahamu zetu? Naona leo mnalala. Bwana Mungu tusaidie katika jina la Yesu. Mnaonaga wale watu ambao tunawaona ni wamechanganyikiwa ghafla, akili zao zimeibiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Akili zao zinakuwa zimefanya nini? Zimeibiwa. Alafu sasa hivi watu wanaongeza kuharibika kiakili. Na tunaka ugonjwa kapya tunakaita kaafya cha nini? Cha akili. Sasa kiroho sisi tutahitaje? Lakini sisi tunajua tu ni akili imefanya nini? Dishi linaanza kuyumba mdogo mdogo. Akili imeshafanya nini? Imehamishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Na hii biashara ya kusahau, usifikiri kusahau sana ni sifa. Mnasema sijui kula nini? Biringanya. Kula nini? Ombea ufahamu. Wakati unakula hivyo vyakula, ombea nini? Na ufahamu wako. Bwana Yesu asifiwe. Unaibiwaga. Unafanya nini? Unaibiwaga. Mtu anakuambia mimi nilikuwa natembea, sikumbuki nilikuwa naenda wapi. Paka arudi alipotokea, eti akae akumbuke ndio aendelee. Hilo jambo wala sio la kimwili, sio la kula biringanya. Nenda kwenye ulimwengu wa roho, komboa akili yako mahali imeanza kuhamishwa katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Kuna wale watoto wanalala, wananyolewa nywele mashuleni. Unashangaa amedrop ghafla. Amefanya nini? Amedrop ghafla. Wewe naye sijui utafanyaje? Unaanza tu kusema naachia damu ya Yesu. Usiachie tu damu ya Yesu. Tuma nenda kakomboe mahali ufahamu wake umechukuliwa. Mimi nakumbuka nilikuwa nasoma na dada mmoja miaka mingi kweli ya nyuma. Sasa yeye alikuwa na nywele ndefu sana. Na mimi kipindi hicho nikiwa binti nilikuwa na nywele ndefu sana. Alafu sio sasa hivi zilikuwa huku. Sasa yeye katika shule nzima mimi ndo nilikuwa wa kwanza mwenye nywele ndefu. Ilikuwa shule ya wasichana. Sasa yeye akanyolewa. Akapigwa bonge la round. Na kipindi hicho sijaokoka. Akasema, "Yaani ngoja nirudi kwetu." Akataja mkoa. Nikitaja hapa mtakasirika. Sasa ngoja nirudi kwetu Kondoa hata nikoma. Nikamwambia wewe ni mjinga. Hawa wamekunyoa hapa. Yeye hajaenda. Yeye yuko hapa. Tuko wote shuleni, ngoma imecheza. Mpaka uende. Eti mbona hawajamnyoa Florence? Na Florence ndo ana nywele ndefu. Sasa kipindi hicho ngoja sijaokoka. Nikamwambia mtu aniguse aone, ndio mtajua majini ya Kimasai. Kumbe ndio mtajua mapepo ya nini? Ya Kimasai, jinsi yanafanya kazi. Kwa hiyo kipindi kile nikawa nasifia nini?
mapepo. Na vile vitu tunaona ni vya kawaida kabisa. Na wako watoto maagenti wanaoshughulika na watoto wenzao. Na wewe ukija unafanya nini? Unaomba kikawaida. Mtoto anaanza kurudi nyuma. Mtoto anaanza kurudi nyuma. Mtoto anaanza kurudi nyuma. Shughulikia fahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Shughulikia nini? Fahamu. Hata sisi tukitaka maofisini wakitaka pia ukoze kibali, wanashughulikia tu fahamu. Ufanisi unashuka. Ufanisi unafanya nini? Unashuka. Unashangaa yule mbumbumbu ndio anang'aa. Biblia iko wazi kabisa. Ufahamu mwema unampa nini? Mtu kibali. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeshuka huko chini ili nije tushughulike fahamu vizuri. Wewe niangalie tu. Na nyewe wanawake, kila kichwa chako unapeleka kila mahali. Unapeleka wapi? Kila mahali. Unalala usiku, ulisukwa na msusi fulani. Kila ukilala unaota yule aliyekusuka mwaka jana anakusuka. Unafikiri hilo tatizo ni dogo? Wangapi mnaotaga bado mnasukwa? Mimi kuna mahali nilikuwa nikienda kusukwa, lazima nimuote usiku anakuja kunisuka tena. Sijui kama mnanielewa. Nika cancel mambo ya kusuka. Lakini nikikaa lazima nimuote amekuja kufanya nini? Kunisuka. Nikaanza kumshughulikia nisukae. Anayeshughulikia kichwa na kushughulikia na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. 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 Wangapi kweli mnaotaga mnasukwa? Ukishatoka kusuka unatoka tena. Si unaona? Wangapi tena mwingine? Usione aibu. Tunaenda kushughulika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Umefumua lile wigi ulokuwa unalipenda. Uko kawaida kabisa, lakini unaota umelivaa lile nini? Wigi. Wangapi wako hivyo? Yaani wanaogopa kusema. Sijui kama mnanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Vitu vingine ufahamu kuharibika ni jambo la kiroho. Usiende saluni kwa sababu unampenda shosti wako wa ile saluni. Omba. Na siku ukiomba unaweza usiende tena. Bwana Yesu asifiwe. Kichwa chako ni very sensitive. Sio cha kuchezewa na kila mtu. Sio cha kusukwa na kila mtu. Sio cha kuwekwa dawa na kila mtu. Huyo anayekusuka ni mbea. Yeye kwa kadiri anakusuka anasengenya wangapi. Mnaendaga kunajisika, vitu vya thamani vingi vinakaa kichwani. Ndio maana Mungu akitaka kumpaka mtu mafuta awe mkuu, anammiminia wapi? Kichwani. Mpo? Bwana Yesu asifiwe. Haya na nyewe wa baba, mnapenda kunyoa kwa Wakongo. Sema wale Wakongo wananyoa vizuri. Anasema na scrub mnafanyiwa. Na mnasema tuna masaji ya kichwa. Na nini? Masaji ya kichwa. Umenyoa nywele lakini unaota bado unanyoa nywele. Eti hiyo haipogo bro. Ipo. Mbona umesikitike? Naonyesha muhanga. Bwana asifiwe. Wapendwa, tunapoanza kushughulika vitu vya kiroho, msichukulie kikawaida kabisa kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nakumbuka kuna nywele fulani nilisuka. Nilikuwa nimekuja Dar es Salaam kwenye semina mahali fulani. Saa 8 ya usiku. Roho Mtakatifu akaniamsha akaniambia fumua hizo nywele. Nikafumua. Nilikuwa nimesifiwa na kila mtu nimependeza. Na zilikuwa ndio mara ya kwanza kufanya nini? Kusuka. Saa 8 ya usiku. Nakumbuka hiyo nilikuwa nimeitwa kwenye kongamano moja la wanawake. Nilifumua saa 8, kongamano linaanza saa 2. Saa 8. Afu vinywele kipindi ndo nimenyoa vifupi. Kaambia Mungu ndo naenda kusimama hivi. Akaniambia fumua. Nikafumua. Saa 8 ya usiku niliamka kufumua. Siku nyingine tena nikasuka zingine. Nikawa nimekaa. Siku 3 nilikuwa naumwa kichwa. Nikaambiwa shida si Panado. Shida si paracetamol. Fumua ulichosuka na uliposuka. Nikafumua. Baada ya kufumua nikaomba, nikakaa fresh. Kuna vitu tunachukuliaga very simple, lakini tunapoteza na vitu vya thamani sana kupitia vichwa vyetu tunavyovitangisha. Hata kama tunaombea, sio niwaambie, sio tu tunaombea fahamu, tuangalie na vitu tunavyojisababishia kupoteza vitu vya thamani kwenye vichwa vyetu. Bwana Yesu asifiwe. Umeshai kujua
Mtu akitaka kushughulikia nafsi yako, anachukua nywele yako. Sijui umenielewa? Hata wengine wakitaka kupima kama we ni mtoto wao, si anachukua nywele anaenda kupima DNA, au amjuagi hicho kitu? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo si kitu tu cha kawaida kuchezea. Amen. Kwa hiyo unaweza kufikika haraka eneo lako la ufahamu kupitia hata hivi vitu tunavyofanya vya urembo. Sijasema kusuka ni dhambi. Sijasema kusuka rasta ni dhambi, msinikoti. Bwana Yesu asifiwe. Msinikoti kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna kitu unaweza kuweka na hujakiombea, hujakifanyia chochote, umekichukua haraka, lakini hujui kina madhara gani. Tujifunze kila kitu kwa neno na kwa tendo, tufanye kwa jina la Yesu. Amen. Tufanye kwa nini? Kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakumbuka ni saluni moja iko pale Arusha, ilikuwa maarufu sana. Siku hiyo dada mmoja yuko saluni peke yake, akaingia dada mmoja akamsuka. Amefika katikati ndio anagundua anayemsuka si mwanadamu. Anayemsuka si nini? Mwanadamu. Dada akapiga kelele, akamwambia una bahati. Usingepiga kelele, nilikuwa nakutajirisha kuwa mtu wa tofauti sana. Akivumaliza akamwacha amezimia, akaishia zake. Sasa kama mapepo yanaweza kutembelea saluni, sijui kama mnaelewa, yanaweza kutembelea nini? Saluni, nao wakasukwa. Ilihitaji tu, ile ni neema tu Mungu alimfunulia baadaye kugundua anayemsuka si nani? Mwanadamu. Nakumbuka tena kuna saluni moja, kijana mmoja wakati anamuosha mwanamke mmoja miguu, kashamuosha kabisa kamaliza, ndo amefika level ya kumpaka kucha, akagundua huyu si mwanamke wa kawaida, miguu ile ni ya plastiki. Akamwambia usingeongea, ilikuwa ni hivi vimetokea, na wahusika ndo walikuwa wananihadisia. Sio kama mnanielewa vizuri. Kwa kuna vitu hivi shetani anapataga navyo access. Wana wa Mungu, tujiombee katika jina la Yesu. Tufanye nini? Tujiombee. Mimi nikikwambia swala la nywele, nimeshaenda kusuka, narudi naendelea kuota, ninasukwa. Sio, umeelewa? Nafumua nywele, bado ninaota, asante Roho Mtakatifu. Kuna kitu kingine. Saluni nilikuwa naenda nikiwa msichana, lakini bado unajaribu kuota. Ulikuwa unaenda saluni ukiwa msichana. Yule mama alikuwa anakusuka nywele za shule, unamuota bado anakusuka nywele za shule. Jamani, naongea usiongee? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuna vitu vya kuomba, nimekufundisha vya kimungu tunavyoweza kujiombea Mungu atupe nini? Ufahamu. Lakini kuna hivi vya kiroho vya kupambana vingine vilivyokuharibu wewe. Bwana Yesu asifiwe. Vilivyofanya nini? Kuharibu wewe. Hata nywele zako unazoziachaga saluni, achilia na damu ya Yesu iende. Nyie mnajua wanapelekaga wapi? Yani that is a question. Sio zote zinatupwaga. Chiki mnavyoniangalia sasa. Sio zote zinafanya nini? Zinatupwaga. Mimi nimejaribu tu kukuonyesha kwamba wana wa nuru tunatakiwa tuwe na fahamu katika jina la Yesu. Wanawake huwa tunaaminigi kila kitu na tunabweteka in the name of uzuri. In the name of nini? Uzuri, in the name of urembo. Na ubaya, mtu akigusa vitu kama hivi tunamchukia, tunaona kama anapinga. Lakini Yesu anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Maarifa. Tunapinga kwa sababu tunapenda kutetea vitu ambavyo tunaviona vinatufurahisha, lakini vingine vimejificha na madhara nyuma yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema hivi, sijasema kusuka ni vibaya, msinimiskoti, lakini angalia unafanyiwa nini, unafanyiwa wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mahali unaweza ukaenda kusuka, ukapendeza nje, lakini ukapoteza kibali chako. Sijui kama mnanielewa. Ukapendeza nini? Nje, lakini ukapoteza nini? Kibali chako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukapendeza nje, lakini kuna kitu chako kimeachwa pale. Sijui kama mnanielewa vizuri. Sasa ngoja nianze kwa jinsi hiyo. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna watoto tu anaweza akaibiwa daftari. Akaibiwa nini? Daftari. Mambo yake akayumba from there. Au naongea? Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna vitu tunachukulia simple. Mimi nakumbuka nilimaliza shule sekondari.
lakini nilikuwa napendaga daftari langu la geography. Mpaka namaliza shule na otaga daftari langu la geography limeibiwa. Daftari langu la nini? La geography limefanya nini? Limeibiwa. Sio kama mnaelewa. Daftari langu la geography limefanya nini? Limeibiwa. Kuna vitu tunachukulia ni kawaida kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kuanzia pale ndio mambo yaliharibika. Kuanzia pale ndio mambo yalifanya nini? Yaliharibika, na tunaona kawaida kabisa. Wenda ikawa Mungu alikukusudia uwe mkuu sana, lakini ulipindishwa mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama wewe uliwaiwa na Mungu akakutengeneza, tutengeneze visitokee kwa watoto wetu katika jina la Yesu. Na tusiwe wazembe. Madaftari ya watoto tuyakague. Yakipotea, shughulikia pia katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Shughulikia pia katika nini? Katika roho. Ni kweli wazazi wengi sasa hivi hatuna muda hata mabegi ya watoto kukagua hata homework zao. Uongo kweli? Kukagua hata nini? Homework zao. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Haya, simama sasa tukaombe. Nyie mnaosukwaga usiku tuombe. Mnaweza mkacheka, lakini serious kabisa. Yani unaota na umeshaenda kusukwa tena. Yani unanisuka vizuri mpaka ninakuota unanisuka. Yani unamsifia dada wa saluni. Anakusuka vizuri mpaka unamuota anafanya nini? Hicho kitu mimi kilinisumbua. Na huyo mtu hakuwa wa mbali, alikuwa wa karibu. Kwa nini kila akinisuka anarudia kunisuka ulimwengu wa roho? Sijui kama mnanielewa. Kwa nini kila akinisuka anarudia kufanya nini? Kunisuka tena ulimwengu wa roho. Mpaka nilivyoomba nikawa huru, ndio nikagundua kile kitu kilikuwa ni nini? Tatizo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Roho Mtakatifu. Mwamshe tu hata huyo amke kidogo tu. Yani amelala vizuri. Mimi ningekuwa nalala hivi. Kuna wengine tukilala tunatisha. Maana unalala nusu macho, kama umeyageuza watu wanajua yuko nusu ya kifo. Amekaa na nisikiliza hivi. Unaweza kufikiri ndo ana concentrate. Nataka tukaombe katika jina la Yesu. Amen. Amen. Ombea kichwa chako. Ombea ufahamu wako. Ufahamu mwema unaleta kibali. Mungu mwenyewe anatumia mwenye akili. Bwana Yesu asifiwe. Kabla tujaombea hiyo ya Mungu, tunaenda kushughulika na hizi tulizoharibiwa katika jina la Yesu. Don't trust anyone. Kichwa chako ni cha thamani sana. Bwana Yesu asifiwe. Kichwa chako ni cha nini? Cha thamani. Nilikushuhudia about yule mtoto. Alikuwa kila akienda shule anadokonyolewa na babu kichwani. Mtoto amefika darasa la 4 hajui kufanya nini? Kusoma, hajui kuandika, na wazazi wanalipa school fees ghali. Aliyekuja kugundua tatizo ni bibi, kukaa na watoto friendly. Akamwambia, lakini bibi, mimi nikienda tunakutana na babu, lazima aniguse kichwa. Sio kama mnanielewa. Kwa hiyo kumbe kwenye ule mguso, kwenye mtoto kutokujua kusoma na kuandika, sio tu jambo la kimwili, ni jambo la kiroho. Kwa ukiona mtoto wako kuna vitu hawezi, usimpige, shughulikia kiroho. Amen. Tusipige tu watoto. Ni umenishinda, unamkabidhi kwa mwalimu anayepiga. Unafikiri kwamba ndio unamsaidia mtoto. Mtoto anachukia na shule. Bwana Yesu asifiwe. Ombea mtoto. Jifunze, bandika mikono kwenye kichwa cha mtoto wako. Achilia damu ya Yesu. Komboa chochote, mkomboe fahamu wake. Ambia kama ufahamu wake umeibiwa, at least fanya mara moja kwa wiki. Sijui kama mnanielewa. Fanya hata mara moja kwa wiki. Komboa fahamu za watoto, wanafunzi. Fanya ibada za familia nyumbani. Fanya maombi ya ukombozi. Omba kwa kumwamini Mungu na amini kile unachokisema. Amen. Halafu achilia damu ya Yesu.
Funika vichwa vya watoto wako. Ruhusu watoto waende shule katika jina la Yesu. Amina. Tusiishi tu simple kienyeji. Shetani anacheza na maisha yetu. Shetani anatuchezea. Hapana. Asante sana. Kuna mstari Roho Mtakatifu amenikumbusha kwenye Zaburi ya 8. Amenivisha taji kwenye kichwa changu. Yaani kuna vitu vya thamani tunavipoteza sana ambavyo Mungu anaviachia kwenye maisha yetu na tunafikiri ni sawa. Sasa tunaenda kuvidai. Anasema umemvika taji ya utukufu na heshima. Kwenye Zaburi ya 8 mstari wa 5. Ukianzia mstari wa 4. Anasema mtu ni kitu gani hata umkumbuke, na binadamu hata umwangalie? Umemfanya mdogo punde kuliko Mungu. Alafu angalia hapa anasema umemvika taji ya utukufu na heshima. Sijui umeelewa? Kwa kila mtu kuna taji Mungu amemvika, ndio inasababisha heshima yako huku duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunafikiriaga hivi vitu ni vya kawaida tu kwa sababu vimeandikwa, hatuvishughulikii. Tushughulikie kila taji yako ulioipoteza katika jina la Yesu. Amina. Nyanyua mikono yako juu tukaombe sasa. Na Mungu akubariki sana kwa kuvumilia. Nimegusa eneo la vichwa. Naona kuna watu wamebadilika hadi rangi. Wakati nafundisha kuombea ufahamu walikuwa naona ni kawaida. Lakini Mungu akusaidie sana. Hii ni sadaka, ni kubwa. Sema Baba, katika jina la Yesu. Asante kwa neema yako. Asante kwa rehema zako. Asante kwa utukufu wako juu ya maisha yangu. Nimegundua thamani iliyo kwenye kichwa changu katika jina la Yesu. Umesema kwenye neno lako, mtu ni kitu gani hata umkumbuke? Umemfanya mdogo punde kuliko Mungu, na umemvisha taji ya utukufu na heshima. Baba, kwa jina la Yesu, kumbe kwenye kichwa changu umenivalisha mimi taji ya utukufu na heshima, na ukaniruhusu nije nayo katika hii dunia. Mungu mtakatifu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, naisogelea madhabahu yako. Naisogelea madhabahu yako. Ninaomba toba, ninaomba rehema mbele ya madhabahu yako katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Naitisha damu ya Yesu kapite juu ya ufahamu wangu. Napitisha damu ya Yesu juu ya kichwa changu kwa jina la Yesu Kristo. Chochote cha thamani kilichoondolewa kwenye kichwa changu, naachilia damu ya Yesu, naachilia damu ya Yesu, naachilia damu ya Yesu, naachilia damu ya Yesu. Mungu uliye hai, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, saa hii umesema kwenye neno lako, watu hawa ni watu walioibiwa. Katika jina la Yesu, saa hii kwa damu ya Yesu, nafuatilia kitu changu cha thamani kwenye kichwa changu kilichoibiwa kwa jina la Yesu. Mahali popote nilipopita kwenye saluni, mtu yoyote aliogusa kichwa changu kwa lengo la mabaya, akaiba kwenye kichwa changu, chochote kile kilichonifuata katika ulimwengu wa ndoto, wakaiba kile cha thamani kwenye kichwa changu, saa hii kwa damu ya Yesu naingia kwenye ulimwengu wangu wa roho. Ninasema rudisha kwa jina la Yesu. Ninaamuru sasa kila kilichoibiwa kirudishwe kwa jina la Yesu. Kila kilichoibiwa kirudishwe kwa jina la Yesu Kristo. Kila kilichoharibiwa kirudishwe kwa jina la Yesu Kristo, 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 kwa jina la Yesu Kristo. Saa hii nafuatilia taji yangu iliyoibiwa, kitu changu cha thamani kilichovuliwa kwenye kichwa changu, ninaamuru kirudishwe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nilipofanya uzembe, naachilia damu ya Yesu,
Naachilia damu ya Yesu, naachilia damu ya Yesu, naachilia damu ya Yesu. Nilipopuuzia, Mungu kumbuka rehema. Nafuatilia sasa kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Chochote cha thamani cha kwangu kilichoibiwa, sasa naamuru kirudishwe, sasa naamuru kirudishwe, sasa naamuru kirudishwe. Nilipoweka kitu chochote kwenye kichwa changu kikaondoa cha thamani, Bwana kumbuka rehema. Sasa naamuru kirudishwe, sasa naamuru kirudishwe. Endelea kujiombea, endelea kujiombea, endelea kujiombea, endelea kujiombea. Lebrakadoshka jelamanto. Kuna wale watu wanaota walienda kusuka na bado wanaendelea kusukwa. Tunaachilia moto wa Roho Mtakatifu katika hayo maeneo. Tunaachilia moto wa Roho Mtakatifu, na ninaikomboa hiyo nafsi kwa damu ya Yesu Kristo. Na komboa hicho kilichoibiwa kwa damu ya Yesu. Ramandere bosiki mayanta, lebrakadoshka jelakadoshka, rianda rabosiki mayanta ribosa, yeke mantorobosa karabayanto. Aliyeiba chochote cha mtoto wako, ramakodoshka jelamanto. Tuliona ni kawaida kunyolewa nywele, kumbe amepoteza cha thamani kichwani pake. Rika yando robo shaka. Kumbuka taji ya utukufu na heshima inakaa kwenye kichwa. Rika yanda rabo shiki mayanto, lebrakadoshka jelamanto. Ile taji ya utukufu na heshima kwa mtoto iliyopotea, iliyoibiwa, iliyonyakuliwa, rabakadoshka jelamanto. Watoto wengine wanakutana na watu wanaguswa vichwa vyao barabarani. Rabakadoshka jelamanto. Yeyote aliyeiba cha thamani, rabakadoshka jelakadoshka, riandere bokura masindiri masata, rakatosa mandorobosa, rimandara bakora mandiri mande, rindara bakoria masiki mayanto, kandara bakora masindiri mayanta. Chochote cha kwako cha thamani kilichoibiwa na unaonekana sahi hauna kibali tena, rabakatoshka jelakadoshka, riandara bosiki mayanta ribosa, lebrakadoshka. Kuna mtu aliguswa tu mtu kichwa akawa anaangalia nywele zako, lakini kumbe kuna kitu amefanya kwenye hicho kichwa. Tunaachilia damu ya Yesu ya agano, rabakatoshka jelakadoshka, rimandindindo sata. Endelea kuomba. Rabakatoshka rianderebo siki mayanta ribosa, yenderebo sakatanda rabakora, riandiriko sata kalamande, rabakatoshka jelamanto. Thamani yako ilipochukuliwa kwenye kichwa chako, kile cha thamani kwenye kichwa, ile taji ya utukufu iliondoka, kile kibali kwenye kichwa chako, rabakatoshka jelakatoshka, riandaraba kuria mando ribosa. Wengine kuna watu mlipita kwenye saluni fulani mpaka leo, rimasete la mando robosa, lima sete la mando ribosa, lima sete la mando ribosa, lima sanda ribosete kalamande, risanda riso koroboyanta, kondiria bakoria masende ribosa, ratakanderi kotaka, riandiriso tekeri matota, risata karamandoria basota, rapakanda rabashiki mayanta. Zipo saluni zingine ni malango ya kuzimu, tunaenda kuwa connected. Achilia damu ya Yesu, alafu mwambie Mungu, kuanzia leo nataka niingie kila mahali kwa maelekezo, nataka niingie kila mahali kwa maelekezo. Rabakatoshka jelakatoshka, rimandindi soto korandera, rimandorobosaka. Mungu akuandalie mtu atakayegusa kichwa chako. Mungu akuandalie mtu atakayekugusa, ambaye utabaki salama, ambavyo vya kwako vya thamani havitaibiwa. Ripakata mandorobosaka, rimandiribosata lamande, rimandarabasiki mayantaribosa, rimandarabasiki mayantaribosa. Kwa jina la Yesu tulivyopoteza vya thamani, rabashota kalamande, rianda rabakuria mandoribosa, yenderebo shiki mayantarianda, rasandariso koroboyanta, rasandariso koroboyanta, lebrakatoshka jelakatoshka, rianda rabakuria masindiriando, randira sota, randira sota, randira sota. Ulipokiangusha hicho cha thamani, kilipoibiwa, kiamuru kirudishwe kwa jina la Yesu.
rabakatoshka jelamanto rianda rabakuria masiki mayanto rianda rabasiki mayanta rianda rabosiki 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 mayanta endelea kujiombea, usikubali kubaki kawaida. Rapayanda rabashata yepakata mandoribosa yekamantori anda rabosaya rapayanda rabosaya. Ombea na watoto wako, ombea na watoto wako, ombea na watoto wako kwa jina la Yesu. Rabakatoshka jelamanto rianderebo kuria mandoribosa rimanderebo siki mayanta rapayanda rabasika rimanderebo siki mayanta lebrakatoshka. Ombea kichwa chako. Daudi akasema umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe kinafurika. Mafuriko yanaanziaga hapo kwenye hicho kichwa. Ribakatoshka jelamanto rianda rabakuria mandoribosa rapakata mandoribosa kandiria mashata la mando rimandara basiki mayanto rianda rabosiki mayanto rianda rabosiki mayanta rapakanda rabosaya rianda rabasiki mayanto. Unasema unasahau kila wakati. Achilia damu ya Yesu komboa ufahamu wako. Sema na urudisha kwa damu ya Yesu, na urudisha kwa damu ya Yesu, na urudisha kwa damu ya Yesu. Popote ulipowekwa, popote ulipowekwa, popote ulipowekwa. Walipouiba wakauweka mahali, wakaufukia popote, wakauficha popote. Rudisha kwa damu ya Yesu, rudisha kwa damu ya Yesu. Rabakatoshka jelakatoshka. Sikubali tu ukafikiri ni kawaida. Ombea ufahamu wako kwa jina la Yesu. Biblia inasema ufahamu mwema unampa mtu kibali. Rabakatoshka jelakatoshka. Rudisha ufahamu wako. Komboa mahali umeibiwa, komboa mahali umewekwa, komboa mahali umewekwa, komboa mahali umewekwa. Urudishe kwa jina la Yesu, 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 rudisha kwa jina la Yesu. Rapakata mandorobo saya. Endelea kuomba, endelea kuomba. Ramanda rabashiki mayantorianda ripasanda rabakoria mando. Usifikiri kuna mtu atakuombea. Ombea ufahamu wako. Komboa, rudisha, komboa, rudisha, komboa, rudisha. Ulikuwa unafanya vizuri ofisini, ghafla umerudi nyuma, ghafla unaonekana mzembe. Ule ufahamu mwema ukarudi tena, ule ufahamu mzuri ukarudi tena, ule ufahamu uliofanya upate kibali ukarudi tena kwa jina la Yesu. Ulikuwa mbunifu mzuri kwenye biashara, sasa hivi umerizika. Rudisha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Rapa yanda rabasata lebrakatoshka jelakatoska yanda raba kuria mando ribosa yende rebo shiki mayanta rianda reifa kete mando robo saya kanda raba shiki mayanta rianda raba kuria mando rianda risanda riso korobo yanta lebrakatoshka. Endelea kujiombea. Rapa yanda lebrakanda rabasata yepa yanda rabashata yepa yanda rabasata katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Rapayanda raba shikimanto lebrakatoshka jelamanto rianda raba sikimayanta rapayanda raba sata rapayanda ribosata ramande riposanda rabo sikimayanto katika jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Saa hii na achilia damu ya Yesu kwenye ufahamu wangu. Giza lolote lililokaa na liondoa leo kwa damu ya Yesu, na liondoa leo kwa damu ya Yesu. Uzito wowote wa kipepo uliokaa ndani yangu na uondoa leo kwa damu ya Yesu. Naondoa leo kwa damu ya Yesu, naondoa leo kwa damu ya Yesu, naondoa leo kwa damu ya Yesu. Giza lolote lililotanda juu yangu na liondoa kwa damu ya Yesu. Endelea kuombea fahamu yako. Ombea, ondoa hilo giza, ondoa hilo giza, ondoa hilo giza, ondoa uzito ndani yako, ondoa uzito ndani yako. Rabayanda rabashika, rabayanda rabashika, rabayanda rabashika, yekamanda rabashika, yemanda rabasata lamande, yende rebosata lamande, rakayanda rabosaya, yekamantoribosa, yekamantoribosa, yende rebosaka, yende rebosanda rabakoria. Rakayanda rabo shaka mayanto
lebrakadoshka jelamanto rianda robo sakamayanto rianda rabo yantaramande ripayando ribo satalamande ripoyanda rabashiki mayanto rapayande rebo sata. Achilia damu ya Yesu ondoa giza, achilia damu ya Yesu ondoa uzito. Lebrakatoshka jelamanto rianda rabo kuria mando ribosa yekamanto rianda raba saika yekamanto rianda raba kuria yekamanto rianda rabo saika yekamanto rianda robo saika rapayande rebo saya rapayande ribosa rapayanda ribosaika katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Asante Mungu wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu. Nyanyua tena mikono yako juu. Tunaenda kumuomba Mungu atupe akili. Amen. Tunaenda kumuomba Mungu akupe nini? Akili. Anasema imo roho ndani ya mwanadamu, pumzi ya Mwenyezi huwapa wanadamu akili. Anasema yeye ni Mungu, atakupa akili katika mambo yote. Unahitaji akili katika kila eneo katika jina la Yesu. Kama aliweza kumpa Bezaleli, lakini kama we ni mfanyakazi, ni mfanyabiashara, usiombe tu akili ya kwako. Mwambie Mungu pia akupe na watu wenye akili mtakaofanya nao kazi katika jina la Yesu. Haleluya. Kwenye biashara yako unahitaji watu wenye akili. Manake wewe ukiwa peke yako una akili, unahitaji na watu wa namna yako. Mungu hakumpa tu Bezaleli akili, alijaza na watu wengine watakaosaidiana naye. Unahitaji watu wa kufanya nao kazi wenye akili inayofanana na ya kwako. Wewe ni mfanyabiashara, una akili sawa ya biashara. Uliyemweka pale dukani yukoje? Muombe akili yake katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa usiishie kujiombea ukafikiri itakupa tu faida, na wale wanaokufanyia kazi waombe vile vile katika jina la Yesu. Haleluya. Amen. Tutaanza kujiombea sisi, then tutapita kwa watoto. Tuanze kujiombea sisi. Nyanyua mikono juu. Sema Baba, katika jina la Yesu, nasema asante kwa ajili ya neema yako. Umesema kwenye neno lako Ayubu 32 mstari wa 8, imo roho ndani ya mwanadamu, pumzi ya Mwenyezi inawapa wanadamu akili katika jina la Yesu. Na ukasema kwenye neno lako ufahamu mwema umpatia mtu kibali. Baba, ninakuomba leo katika jina la Yesu, nipe akili katika mambo yote, kama ulivyosema katika neno lako Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 7, kwamba wewe Bwana utanipa akili katika mambo yote. Na ita pumzi yako Mwenyezi iliyoko ndani yangu ikanipe akili katika jina la Yesu. Naomba hiyo akili ya uvuvio, nivuvie akili yako katika jina la Yesu. Nivuvie akili katika eneo la kukutafuta wewe Mungu. Maana umesema katika neno lako Zaburi ya 14 mstari wa 2, ulichungulia toka mbinguni ukamtafuta mwanadamu mwenye akili kama akutafutaye Mungu. Baba, ninaomba akili ya kukutafuta usiku na mchana bila kuchoka. Nipe akili ya kukutafuta usiku na mchana bila kuchoka. Nipe akili ya kukutumikia usiku na mchana bila kuchoka katika jina la Yesu. Naomba akili katika eneo la maisha, akili kwenye biashara yangu katika jina la Yesu. Mungu uliye hai, wapo watu ninaofanya nao biashara, wape akili hiyo hiyo katika jina la Yesu, ili tuweze tukafanikiwe katika jina la Yesu. Sahiye Bwana, nainua kichwa changu kama lango, naomba nivuvie hiyo akili sasa katika jina la Yesu. Niachilie Bwana akili itakayoniwezesha kufanikiwa, kukua, kustawi, kuenea, kupanuka, na mipaka yangu ipanuke katika jina la Yesu. Niachilie akili ya Bwana, niondoe katika eneo la mkwamo wa kiroho, mkwamo kiuchumi, mkwamo kwenye eneo la biashara yangu. Baba, nipanue akili zangu, nivuvie hiyo akili itakayonipa kukua, itakayonipa kuenea, itakayonipa kustawi, itakayonipa kibali katika kila nifanyalo katika jina la Yesu. Endelea kuiombea hiyo akili, ombea tu hiyo akili, ombea hiyo akili. Kanderebo shatalamande lesa takalamandoro bosaya
Lebrakadoshka jelamanto. Rianda rabo santa lamande rianda. Rapayanda ribo sata kalamande. Rianda rabo shiki mayanta. Lebrakadoshka jelamanto. Rianda rabo sata lamande. Lepakazanda rabo kora. Riande rebo shiki mayanto. Katika jina la Yesu. Kande rebo sata lamande. Ripayanda rabo shata. Lebrakadoshka jelamanto. Rianda rabo saka mayanto. Yanda rabo sata lamande. Ripayanda rabo sata. Rapayande ribo saika. Repeyanda rabo sata. Lebrakatoshka jelamanto. Endelea kujiombea hiyo akili katika jina la Yesu Kristo. Karabashanda rabasaya. Katika jina la Yesu. Amen. Sikiliza hii. Namsikia Roho Mtakatifu ananiambia kuna watu wamewekwa kuwa faida ya wengi. Wanahitaji akili ya ziada ya kuwasaidia wengi. Nyanyua mikono juu. Nyanyua mikono juu. Roho Mtakatifu ananiambia hao watu hawahitaji tu akili yao binafsi. Wanahitaji akili ya ziada itakayowasaidia wao na wengine. Yusufu hakupewa akili yake binafsi, alipewa akili ya kusaidia mataifa mengine. Kwa nyanyua mikono juu. Kiko hicho kibali cha hiyo akili ya kuwasaidia wengi ambayo inapita kwa mtu mmoja inakuwa kwa faida ya wengi katika jina la Yesu. Nyanyua mikono juu, tulia kimya. Sema Baba, katika jina la Yesu. Niko hapa katika jina la Yesu. Naomba hiyo akili itakayokuwa sio tu kwa faida yangu bali ni kwa faida ya wengi. Nivuvie Bwana. Nivuvie Bwana. Sawa sawa na neno lako. Pumzi ya Mwenyezi ikanipe hiyo akili ya uvuvio itakayokuwa msaada kwa wengine pia. Si kwangu tu na kwa wengine katika jina la Yesu. Nivuvie akili itakayonipa kibali katika nafasi ulionipa katika jina la Yesu. Nivuvie akili itakayosababisha kusikilizwa katika jina la Yesu. Nyanyua mikono yako juu. Asante Roho Mtakatifu. Jiachie kwa Bwana. Kuna watu wanashughulikiwa wa hiyo nafasi katika jina la Yesu. Rapayanda rabasaya. Kuna wengine tu mnahitajika kumjua Mungu zaidi kuliko wengine. Kanda rika mande rapayanda. Kuna wengine ni viongozi, mnahitaji hiyo akili. Ripayanda rabo shata lebrakadoshka. Hiyo haiji kwa ajili yako binafsi, inakuja na kwa ajili ya wengine. Ripa sakarapa yanda. Kuna mtu anaenda kuwa mkuu sana, si kwa sababu amesoma sana, kwa sababu ya aina ya akili ambayo Mungu anamvuvia usiku wa leo katika jina la Yesu. Riba yanda rabo shata kalamande. Ripa chanda raba koria mando ribosa. Lebrakatoshka jelamanto rianda raba saya. Kuna mtu anadharauliwa sana katika eneo la familia yao. Anaonekana ana kitu, lakini Mungu ananiambia kuna akili Mungu anakupa itakayoenda kukuvusha na kupanua mipaka yako katika jina la Yesu. Ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana. Raba yanda raba saya. Kuna watu wanashughulikiwa na Mungu. Kuna watu wanashughulikiwa na Mungu. Rima yanda raba saya. Rapa yanda raba saya. Kuna akili unahitajika tu kwenye ofisi yako kuleta mapinduzi. Rima sata kalamande. Rapa yanda raba shata. Ropo seketa lamande. Rapa yanda rabo sata. Ripa yanda rabo sata. Nasikia Roho Mtakatifu ananiambia narudisha taji kwenye vichwa. Taji zilizoibiwa, taji zilizoibiwa, taji zilizoibiwa, taji zilizoibiwa, taji ya utukufu na heshima, 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 taji ya utukufu na heshima. Kanda raba yanda raba sata. Lebrakatoshka jelamanto. Ulikuwa una kibali sana, ulikuwa unang'aa sana, ghafla taji yako imevuliwa. Mungu anairudisha usiku wa leo. Mungu anairudisha usiku wa leo. Rapa yanda raba sata. 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 Lebrakatoshka jelamanto. Repekatamando. Rapa kandiria bosata. Labrazonda raba saya. Hiyo taji iliyoibiwa, nasema rudisha, nasema rudisha, nasema rudisha, nasema rudisha, nasema rudisha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Rapayanda, rapasete, rapayanda, rapasata. Wengine akili si tu
kwa ajili ya hapa. Rapayanda rabosaya leprakatosha. Unahitaji kutatua matatizo makubwa na ufahamu mkubwa. Rapayanda leprakatosa ripayanda rabakatosa ripayanda rabosa rapayanda rabosa risikitira mosata rapayanda rabosa leprakatoshka jalamanto yanda rabosa ketere repekatamanda rabosa. Anarudishiwa ufahamu wake, anarudishiwa ufahamu wake. Rapayanda rabosaya risandariso koroboyanta. Mwingine umepoteza kwa uzembe. Mungu anasema mimi ni mwingi wa rehema, narejesha. Rabisha lamando, rabisha lamando, rabisha lamando, rabianda rabasota, rabia seketaramande, rabia nderebosa takaramande, karabashanda rabakatoska, rimanderebosa katalamande. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu ya agano. Asante Mungu wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu. Riboshanda rabasaya kandarabashanda, katika jina la Yesu. Twende tukaombe watoto. Nyanyua mikono juu. Si unakumbuka majina ya watoto wako? Taja kwa majina yao. Sema Baba, katika jina la Yesu, asante kwa neema yako. Nakushukuru Baba kwa sababu watoto wangu hawatakuwa mkia, wao ni vichwa. Katika jina la Yesu, sasa naita watoto wangu kwenye madhabahu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, chochote cha watoto wangu, ile taji yao ilipoibiwa, yeyote aliyehamisha ufahamu wao, sasa kwa jina la Yesu nasimama mbele ya madhabahu na amuru vikarudishwe. Aya, ombea watoto, ombea watoto, ombea watoto, ombea watoto. Yule unayemwona mzito darasani, yule unayemwona mzito darasani, rabakadoshka, ulimkatia tamaa, Mungu hajamkatia tamaa. Rudisha ufahamu wake. Rabayanda rabasaya, rabayanda rabasaya. Anasema yasiyowezekana kwa wanadamu, kwake inawezekana. Lebrazanda rabasaya, inawezekana. Akarudi 3 bora, akarudi 2 bora, akarudi nafasi yake iliyopotea. Riba shata, shetani amempa akili ya kutenda mabaya. Tunaondoa akili ya mabaya, tunarudisha akili ya mema katika jina la Yesu. Lebrakadoshka jelamanto, amechoka na kuchukia shule kwa sababu amedropu. Riba sanda rabakadoshka, tunarudisha fahamu za watoto, fahamu za watoto zilizoibiwa zikarudi katika jina la Yesu. Rima shenderebo saya rabashanda rabakadoshka jelamanto riandarabo saka mandarabosa rianderebo sikirima senerebosa rimanderebosa kandarabosa kandarabashita. Katika jina la Yesu, madaftari yao yalipoibiwa, uharibifu ulipoanzia, tunaituma damu ya Yesu kufuatilia chochote cha kwao kilichoibiwa, chochote cha kwao kilichoibiwa katika jina la Yesu. Rabayanda, ombea mtoto, usiombe kwa ulegevu. Maisha ni vita, maisha ni vita, elimu ni vita. Usifikiri unalipia bure ada, unalipia huo ufahamu wake uendelezwe. Rabakadoshka jela mandori bosa katalamande, rapayanda ribosa katalamande, rakamandori boshi kimayanta, lebrakadoshka jela manto. Endelea kuomba. Omba. Ombea watoto, usichoke. Ombea watoto, hata kama amemaliza shule haoni cha kufanya, ombea ufahamu wake. Simkatie mtoto tamaa, ombea ufahamu wake katika jina la Yesu Kristo na Mungu aliye hai. Rabakadoshka jela matorianda rabasaya. Tuna vijana wetu wamemaliza shule hawaoni cha kufanya, sio kawaida. Ombea watoto. Mungu wa Bezaleli yupo, ajafa yupo. Kanda rabashika yenda rabakoria mandori bosa yende rebo shata kalamande rapayanda rabashata kanda rabasiki mayanto rapayanda rabosata lebrakadoshka jelamanto rianda rabasaya rabashata kanda rabasaya, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Nyanyua tena mikono yako juu. Sema, Mungu Baba, niko tayari kwa ajili ya mwanzo mpya, kwa ajili ya hatua mpya. Niko tayari kwa ajili ya hatua mpya.
Baba ninaomba, naombea ufahamu wangu, upanue ufahamu wangu, uongeze ufahamu wangu, bariki ufahamu wangu, uunganishwe na wewe kila wakati. Nipe idea mpya ili niweze kufanya mambo mapya katika jina la Yesu. Baba, nipe akili mpya itakayonipa kibali mbele za wakuu na mbele za watu wote katika jina la Yesu. Nipe akili itakayonipa kutatua mambo mbalimbali. Nipe akili itakayokuwa jibu la watu wengi katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Sema, Bwana Yesu, ufunike kichwa changu katika vita yangu. Funika kichwa changu katika vita yangu katika jina la Yesu. Hakuna chochote kitakachoibiwa tena katika jina la Yesu. Hakuna chochote kitakachoibiwa. Hakuna cha kwangu kitakachoibiwa kwenye kichwa changu wala kwa watoto wangu katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Unaweza ukaona ni simple, lakini kuna kitu kimefanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukaona ni simple, kuombea hivyo vitu tunaona ni vidogo sana, na tunaweza tukaona ni vya kawaida sana, lakini kuna kitu kikubwa kimefanyika kwako katika jina la Yesu. Usipuuze. Kuna vitu tunavionaga vidogo havifai kuombewa, lakini Mungu akitaka kukubadilishia maisha lazima ufahamu ubadilike. Kabla maisha yabadilika, kinachotangulia kubadilika ni ufahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na endeleza ufahamu wako. Amen. Usirizike. Sio tu kuombea, soma. Bwana Yesu asifiwe. Soma vitu vya kiroho, soma vitu vya kimwili. Ni mfanya biashara, jifunze pia. Tusiishie tu kuomba kwamba vitakuja, ufahamu unaendelezwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitaka kukua sana katika eneo la ufahamu, sio tu kuombea, endeleza na ufahamu wako. Bwana asifiwe sana. Mungu akakupe ufahamu mpya kila utapo leo. Amen. Kuna watu, asante Roho Mtakatifu. Umemwona Petro, ilikuwa sio jambo dogo. Mungu alipotaka kumpa mamlaka, ufahamu, alichunguza fahamu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akitaka kukupandisha renki kwenye ulimwengu wa roho, anashughulikia eneo la fahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kama mnanielewa. Kwenye ulimwengu wa roho kuna renki. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatembea na watu wenye ufahamu mzuri. Bwana asifiwe. Akitaka kukupandisha, hata mafuta yakikusudiwa kuongezeka, anabadilisha ufahamu wako katika jina la Yesu. Ndio maana Daudi akasema, umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kinafurika. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo maongezeko kabla hayajaanza nje yanaanzia ndani. Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu kinaanzia wapi? Ndani. Tulishughulika na moyo jana, leo tumeshughulika na fahamu. Libarikiwe jina la Bwana sana. Na kwa kusema hivyo, sina cha kuongeza wala cha kupunguza. Niseme niombe kwa sababu ni sheria tufike saa 9. Wacha leo tuishie hapo saa 8:30. Chukua sadaka yako. Chukua sadaka yako. Chukua sadaka yako. Chukua sadaka. Kesho tutaendelea kwenye kitu kingine tena ambacho kitampendeza Bwana katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Kesho tutaendelea na kitu kingine. Kuna vitu tukiimarika ndani, tukiviombea, Mungu anatustawisha zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu tumekuja madhabahuni pako. Hatujaja mikono mitupu, tumekuja na sadaka zetu, ambapo tunaambatanisha na maombi tuliyoomba. Sawa sawa na neno lako umesema katika Zaburi ya 127 mstari wa 18. Bwana ndiye aliyetupa nuru. Umesema tufunge sadaka kwa kamba kwenye pembe ya madhabahu. Baba, tunainua sadaka zetu kwenye madhabahu yako na zikafungwa kwenye pembe ya madhabahu ya mbinguni. Ikakumbukwe siku ya leo tuliombea fahamu zetu, na ikawekwe alama kwamba umetupa fahamu, kwa sababu umesema pumzi ya Mwenyezi wapa wanadamu akili, na ukasema mwanadamu ni kitu gani hata umkumbuke, ukamvisha taji ya utukufu na heshima. Taji hizi za utukufu na heshima ulizomvalisha kila mmoja zikaweza kudumu, Bwana, na fahamu zao Mungu ulizowapa zikawapatie kibali katika jina la Yesu. Na Mungu uliye hai, wakayaone maongezeko ndani yao na nje yao
katika jina la Yesu, wakafanyike sababu ya kuhitajika kila mahali na mahali kulingana na fahamu walizo nazo. Wabariki watoto wako wa thamani walioko hapa na wanaofuatilia online. Yesu utukuzwe, uhimidiwe, ubarikiwe, maana hujatuacha wala kutupungukia kabisa, katika jina la Yesu. Amen.